nimejua thamani ya pendo lako. Sasa nimejua thamani ya damu yako. Sasa nimejua. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Msikilizaji mahali popote pale ulipo, ninakukaribisha tena katika kipindi cha ukombozi na mwanamke, kipindi ambacho tunazungumza na wanawake zaidi, wanawake ambao wamejeruhiwa mioyo yao, wenye misongo ya mawazo kiasi cha kwamba hawawezi hata kuamka na kufanya kitu chochote. Kukuendeshea kipindi hiki basi uko nami mwalimu na mhubiri wa neno la Mungu, Madam Caroline, na kukaribisha uwe nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Basi katika vipindi vilivyopita, katika mfululizo wa vipindi hivi vya ukombozi na mwanamke, tumekuwa tukizungumza na wewe mwanamke ambaye una misongo ya mawazo, wewe mwanamke ambaye umejeruhika moyo kiasi cha kwamba huwezi kufanya kitu chochote, kiasi cha kwamba umekata tamaa na pengine labda uliwaza kujiua. Lakini naamini kama umekuwa ukinifuatilia vipindi hivi toka mwanzo, naamini sasa hivi lile wazo la kujiua, wazo la kusema wewe ufai, wazo la kusema umechoka, unatamani ukaishi kwenye dunia yako peke yako, nafikiri hilo wazo limetoka. Na kama wewe ulikuwa unalala kwenye vitanda asubuhi mpaka jioni, watu wakitoka wakirudi wanakukuta vile vile, kwa sababu unakuwa una mawazo mengi, una maumivu ndani ya moyo kiasi cha kwamba huwezi kuamka, naamini utakuwa umeanza kuchukua hatua ya kwanza kuamka. Maana yake katika vipindi hivi tumeenda hatua kwa hatua. Kama ulikuwa unafuatilia, basi tumeenda hatua kwa hatua ili kuweza kukusaidia ili uweze kutoka katika huo msongo wa mawazo au kutoka katika hayo maumivu ya nafsi ambayo unayasikia. Tulipita toka tulivyoanza. Kwanza kabisa tulisema kwamba ili uweze kutoka katika hali hizo za msongo wa mawazo, ili uweze kutoka katika hiyo hali ya maumivu ya moyo ambayo unayapata kutokana na shida na tabu mbalimbali, kutokana na watu kuhukumiwa na watu, kusemewa maneno mabaya, au shida yoyote ambayo imekusababishia kuwa na msongo wa mawazo, nilisema jambo la kwanza ili uweze kutoka, kwanza samehe. Wasamehe walio sababu ya hayo mambo unayoyapitia sasa. Usiwashitaki ndani ya moyo wako kwamba hivi hii ni sababu fulani amenifanyia hivi, fulani amenifanyia hivi. Samehe na achilia, yani yaachilie. Wasamehe, waache, wasamehe. Lakini jambo la pili nikasema kwamba unachotakiwa ni nyamaza kimya. Usitafute kujitetea, kwamba si kila jambo ambalo litakukuta kwenye maisha yako basi lazima ujitetee. Nyamaza kimya. Wewe aache. Kama ni maneno wanakusemea, kaa kimya. Hauhitaji kujieleza kwa mtu, kaa kimya. Kama ni watu wanakusonga kwa maneno, wanakutukana, wanakudharau, wanakutesa kwa namna moja hadi nyingine, wewe kaa kimya. Usifanye kitu. Maana yake nini? Usirudishe baya kwa ubaya. Wewe kaa kimya tu. Maana yake katika kunena unaweza kunena mambo mengine ambayo huyo unayemnenea akalipokea vibaya na ugomvi ukawa mkubwa zaidi. Unaona? Kaa kimya. Jifunze kwa Kristo. Kristo alikaa kimya. Lakini jambo jingine tulisema kwamba ushukuru. Fanya shukrani badala ya kulalamika. Yani umshukuru Mungu kwa yote. Manake yeye anasema kwamba mshukuruni katika kila jambo. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa hayo unayopitia. Mwambie Mungu asante, maana katika hili najua unanipeleka katika viwango vingine. Au asante kwa sababu katika hili yako mengine mengi ambayo umenitendea wema, ikiwemo uhai, umeniweka hai mpaka sasa hivi. Unamshukuru badala ya kumlalamikia kwamba we Mungu uko wapi, mbona umeniacha? Utafikiri kama vile hakuwahi kukufanyia jema lolote, kwa sababu malalamiko ndio yanaongeza hali kuwa mbaya na yanakutenga mbali zaidi na Mungu, kiasi cha kwamba Mungu hawezi kuingilia kati na kuweza kukusaidia. Lakini jambo jingine nilisema usimtegemee mwanadamu. Usimtegemee mwanadamu kwamba ndiye atakayeweza kukutoa katika situation uliopo. Unaona? Bali mtegemee Mungu. Muangalie Mungu kwamba Mungu, wewe ndio utakayenitoa katika hili. Pasipo wewe mimi siwezi kutoka. Maana yake ni kwamba usijishughulishe wewe mwenyewe kwa kutafuta solution ya mambo ambayo yamekuwa magumu, yamekufikisha mpaka eneo ambalo unakuwa na misongo ya mawazo hadi unawaza kufa. No, usijishughulishe nayo. Wewe mwachie Mungu. Anasema kwamba mtwike yeye fadhaa zenu. Alafu anasema kwamba hivi mnyenyekee kwenye mkono wake ulio hodari. Maana yake ni kwamba mkono wake ni hodari sana, hauwezi ukakuacha
mahali popote ulipo utakushika mkono na kukuinua na kukutoa. Cha msingi tu wewe unachotakiwa ni kwamba usiweke tumaini lako kwa mwanadamu, maana maandiko yanasema kwamba amelaaniwa amtumainiaye mwanadamu. Maana yake ni kwamba unapomtumainia mwanadamu, hata Mungu yeye mwenyewe anakuacha, anakaa mbali na wewe, anakuangalia. Maana yake pale akili zetu zinapofika mwisho ndipo ambapo Mungu anaingilia kati na kuweza kufanya jambo. Hivyo tukasema kwamba usimtegemee mwanadamu, bali mtegemee Mungu, ujinyenyekeze kwake. Ndio kitu ambacho kilikuwa kimefuata, kwamba jinyenyekeze kwa Kristo, nyenyekea kwake. Unaponyenyekea kwa Kristo, kipindi kilichopita ndio tukawa tunazungumza kwamba unaponyenyekea kwa Kristo unapata maarifa. Maarifa ya nini? Maarifa ya mapenzi ya Mungu, ya jinsi ya wewe kutoka katika hilo jambo. Atakupa mbinu ambazo ni mapenzi yake. Maana yake yako mapenzi ambayo Mungu anayakusudia uyafanye ili uweze kutoka, yani njia zake, unaona, yani maelekezi yake, mwongozo wake, unaona, ndio maarifa ya mapenzi ya Mungu, kwamba katika hilo jambo anataka tokeje yeye, sio wewe, yeye. Maana yake ni kwamba maarifa yake siku zote huwa hayashindwi kitu. Unaona, akiachilia maarifa kwako ya kwamba katika hilo jambo fanya 1 2 3, yani atakuongoza. Unaona, fanya hivi, pita hapa. Uwe na uhakika akikuongoza yeye, basi hakuna jambo lolote ambalo litakushinda, na utatoka ukiwa salama, kukiwa na amani tele. Unaona, kuna mambo mengine unaweza kuyapatia solution, lakini solution yake huku nyuma ikaondoa amani. Unaona, solution yake ikawa huko mbele inaweza ikakuletea tena matatizo, ikakurudia na kukuletea matatizo. Lakini solution inayotoka kwa Mungu, ambayo inatokana na maarifa ya mapenzi yake, uwe na uhakika kabisa kwamba hivi inaacha amani, itaacha ushirika, itaacha mapatano. Unaona, unatoka kwa ushindi kiasi cha kwamba hivi kila mtu atajua kwamba hivi ule pale ni ushindi wa Mungu. Kila mtu atasema ila katika yule asingekuwa Mungu wake asingeweza kupona. Unaona, ndivyo mapenzi ya Mungu yalivyo. Lakini siku ya leo nataka niendelee kidogo kwamba katika yote haya, ishu ya kusamehe, ishu ya kumshukuru Mungu badala ya kulalamika, ishu ya kunyamaza kimya, ishu ya kumtegemea ya kutokumtegemea mwanadamu, ishu ya kunyenyekea kwa Kristo, yote haya yanategemeana na mkao wako wewe ndani ya fikra na mawazo yako, yani ndani ya mtizamo wako. Unaona, kivipi? Unaweza kaniuliza kivipi? Sikiliza nikwambie. Inategemeana na maamuzi yako. Yani ufikie sehemu uamue kwamba sasa katika hili jambo mimi basi naamua kusamehe. Sasa katika hili jambo mimi naamua kutokumshirikisha mtu zaidi ya kumshirikisha Mungu. Kwamba sasa katika hili jambo mimi naamua kunyenyekea kwa Mungu, na nyenyekea kwa Kristo peke yake. Unaona, sasa katika hili jambo mimi sitamtegemea mtu, bali namtegemea Mungu peke yake. Ni jambo la kufanya maamuzi kwamba sasa imetosha kulia, sasa imetosha kulala, sasa imetosha kuumia ndani ya moyo. Yani unasema sasa basi. Ifikie ufanye maamuzi ya namna hiyo. Manake inawezekana kabisa kwamba watu wengi wamekaa kwenye mateso, wamekaa kwenye msongo wa mawazo, wamekaa kwenye kuumia mioyo, ambayo walifanyiwa mambo ya ajabu na watu ambao siku nyingi, wengine hata walishakufa, wengine ambao walishasahau hata kama walikutenda hivyo, wanaendelea na maisha yao huko, lakini wewe huku bado unaumia. Sikiliza nikwambie, inabidi ufikie sehemu uanze kufanya maamuzi kwamba sasa katika hili jambo mimi naachilia na ninasonga mbele na maisha. Usipofanya maamuzi ya namna hiyo ndani ya moyo wako, uwe na uhakika kabisa kwamba hata ufanye yote haya bado utarudi nyuma, kwa sababu ndani yako kunakuwa hakuna utayari. Bado hautatoka kwa sababu ndani yako kunakuwa hauna utayari. Kwa maana hiyo inabidi ufikie sehemu ufanye maamuzi magumu. Tunaita maamuzi magumu, yani maamuzi ya kuachilia. Manake jambo la kumsamehe mtu sio jambo jepesi. Katika hali ya kibinadamu sio jambo jepesi. Linahitaji ufanye maamuzi magumu. Nane, jambo la kunyenyekea kwa Kristo. Watu wengi wanaogopa kuacha maisha yao walioyazoea, wakaamua kufuata. Manake ukinyenyekea kwa Kristo, uwe tayari kumsikiliza Kristo, uwe tayari kuishi kama jinsi yeye anavyotaka uishi.
Unaona? Sasa wengine ukiwaambia okoka, anaanza anaanza kuwaza mara mbili. Anaanza kuwaza kuna jambo hili nikiokoka italazimika kuyaachia. Anaanza anaanza kurudi nyuma. Sikiliza, ili uweze kupona, ili uweze kuishi, ili uweze kuwa na uhai, inatakiwa ufanye maamuzi magumu. Maamuzi ndio yanayokuwezesha wewe kustawi na kukua na kufanikiwa vitu ambavyo umevipanga. Unaweza ukawa na maandalio ya moyo, yani mipango yako na maandalizi yote na ndoto zako kwanza, na kwamba nataka niwe hivi na hivi na hivi na hivi, au nataka nifanye hivi na hivi na hivi, nikifanya hivi basi nitakuwa hivi. Lakini kitu ambacho kinakuja kukufanya uwe vile ambavyo jinsi unataka uwe, au kitu ambacho kinakufanya wewe Mungu aweze kukubariki au kupitisha baraka zako katika namna fulani, basi unahitajika kuwepo maamuzi, yani kufanya maamuzi. Biblia sehemu nyingine inazungumzia maamuzi kama utayari, yani ule utayari wa kufanya kitu. Kwa maana hiyo maamuzi ni kitu ambacho kinakusaidia wewe kukuwezesha kuchukua hatua ya kufanya kitu fulani, na maamuzi ni kitu ambacho kinakufanya wewe kufungulia milango fulani ya baraka katika ulimwengu wa roho na hatimaye kuonekana katika ulimwengu wa mwili. Kabla tujaenda mbali sana, hebu tusome maandiko. Katika Yohana 15 mstari wa 1 mpaka wa 2, Yesu Kristo anasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Katika maandiko haya Yesu anasema yeye ni mchi, yani ni shina wa mzabibu, na aliyeulima huu mzabibu na kuupanda ni Mungu. Na anasema yeye kama mzabibu ana matawi, ambapo tawi lisilozaa hulisafisha ili lizidi kuzaa. Hii ina maana sisi ni matawi ambayo katika maisha yetu tunastawishwa na kukua kwa sababu ya Yesu Kristo. Hii ina maana kuwa sisi ni matawi na maisha yetu yanakuwa na kustawi ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Yani ni kwa sababu tumeunganika katika shina, na shina lenyewe ndilo ambalo linapitisha kwetu uzima, linapitisha kwetu kila kitu. Lakini Yesu Kristo anasema kwamba hivi, tawi lisilozaa ulikata na kulitoa, lakini tawi linalozaa ulisafisha. Anapozungumzia kusafisha, hazungumzii huko kusafisha tunakojua sisi kwamba kupiga deki, kuchukua maji, kuweka sabuni, kusafisha, kusugua kitu kionekane safi. Hapana, anachozungumzia Yesu Kristo kusafisha, manake anazungumzia tawi, manake anazungumzia mti. Manake mti hausafishwi kwa maji na sabuni, mti hausafishwi kwa kusuguliwa, bali mti ili uweze kuzaa unasafishwa kwa kukatiwa maotea na vile vimelea ambavyo vinazuilia mti kukua vizuri. Umeona? Manake ni kwamba Yesu anapozungumzia kwamba hivi sisi ni matawi yake, manake sisi matawi inafikia sehemu ambapo ili tuweze kuzaa vizuri, manake ni kwamba tunazaa lakini hatuzai vizuri. Manake ni nini? Unapokea baraka zako na unafanikiwa, lakini haufanikiwi na kupokea sawasawa na jinsi ambavyo Kristo amekukusudia upokee, au ufanikiwe sawasawa na jinsi ambavyo Kristo amekukusudia ufanikiwe. Kwa maana hiyo, ili uweze kufanikiwa vizuri na uweze kupokea baraka zako vizuri kama jinsi yeye alivyokukusudia, basi anatakiwa akusafishe, na kukusafisha kwenyewe ni kukata na kuondoa maotea na vimelea vyote ambavyo ni sababu ya kuzuilika kwa wewe kuzaa au kupokea baraka zako, kufanikiwa baraka zako sawa sawa na jinsi ambavyo yeye amekukusudia. Sasa sikiliza, katika hili si kazi nyepesi, kwamba vimelea na viotea ambavyo vinawezekana kabisa vikakusababishia wewe usiweze kufanikiwa. Inawezekana ikawa ni tabia, inawezekana ikawa ni kazi unaofanya, inawezekana ni mahali unapoishi, inawezekana kabisa ikawa ni mahusiano, yani watu ambao umeambatana nao, inawezekana ikawa ni familia, inawezekana ikawa ni mume au mke wako, inawezekana kabisa ikawa ni marafiki zako au jamii unayoishi nayo. Inawezekana kabisa kwamba hivi wakawa ndio sababu ya wewe kutokupokea baraka au kufanikiwa sawa sana jinsi ambavyo umekusudiwa na Kristo. Manake sasa Yesu Kristo anapoanza kukupruni, anaangalia ni kimelea gani au ni kiotea gani ambacho kinakuzuilia wewe kufanikiwa. Uwe na uhakika kabisa kwamba kama kimelea ni mtu
au kama kimelea ni kazi unaofanya, au kama kimelea ni biashara unaofanya, au kama ni kimelea ni eneo unaloishi, uwe na uhakika kabisa Yesu Kristo atakutengenezea mazingira ambayo yatakulazimisha wewe kufanya maamuzi magumu ya kuachana na hicho kitu ili uweze. Sasa hayo mazingira ambayo Kristo anatengeneza yanategemeana na maamuzi utakaochukua, kwa sababu Mungu anaweza akakupitisha kwenye eneo, lakini wewe ukajifanya shingo ngumu, ukajikuta kwamba hivi hutaki kufanya yale maamuzi, kwa sababu unajua kabisa ukifanya yale maamuzi utakosa faida za aina fulani fulani, pengine hizo eneo linakupa, au huyo mtu anakufaidia kwa namna fulani, au kwa ajili ya kutunza status na vitu kama hivyo. Unashindwa kuachana na vile vitu, unashindwa kuachana na ile tabia, unashindwa kuachana na tabia za aina fulani kwa sababu unaogopa marafiki waliokuzunguka, unashindwa kuachana na yule rafiki kwa sababu umemzoea mno, unampenda sana. Katika ile Luka sura ya 6 mstari wa 44, Yesu Kristo anasema hivi: kwa kuwa kila mtu hutambulikana kwa matunda yake, maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Yani katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Sikiza nikwambie, kuna vitu vingine ambavyo kwako ni mwiba. Inawezekana kabisa umeshikilia litabia la aina fulani, lakini hilo litabia kila wakati linakuingiza katika shida. Au inawezekana kabisa umeshikilia kazi ya aina fulani kwa sababu tu inakupatia mshahara mkubwa, lakini ukiangalia kila siku inaleta shida, haipitishi mafanikio, haipitishi nini, au inaleta mafarakano. Inaleta mafarakano katika familia yako, inaleta mafarakano, kufarakana na watu katika jamii. Au inawezekana kabisa una mahusiano na watu wa aina fulani fulani, watu ambao kila siku wanakuletea shida, wanakuwa sababu ya wewe kutokufanikiwa, sababu ya wewe kupata shida na taabu mbalimbali. Sikiliza nikwambie, inawezekana kabisa ni mwiba kwako. Inawezekana kabisa kwamba hivi katika hizo tabia au katika hao watu huwezi ukapata mazuri ya aina yoyote, huwezi ukafanikiwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo ni lazima, ili uweze kuanza kufanikiwa, uweze kupata mazuri na baraka kutoka katika maisha yako, ni lazima ufanye maamuzi magumu ya kuachana na hivyo vitu. Hata kama ni vizuri kiasi gani, ni lazima ufanye maamuzi magumu ya kuachana na hivyo vitu. Lakini pia ukiangalia pia katika maandiko Mathayo 18 mstari wa 8 mpaka wa 9, maandiko yanasema, Yesu Kristo anasema hivi: basi mkono wako au mguu wako ukiukosesha, ukate ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupa katika moto wa milele. Na jicho lako lilikukosesha, ling'oe ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima una chongo, kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Sikiliza, kuna vitu ambavyo vinakukosesha. Ukishagundua kwamba kuna vitu ambavyo vinakukosesha katika maisha yako, hata kama vinaleta faida kiasi gani, huna budi kuviacha. Ni bora ukaachana na hao watu, ukaharibu mahusiano na hao watu, wakakusema vibaya. Ni bora hata ukaachana na hiyo kazi kwa muda mchache, ukaishi katika hali fulani hivi ya changanyikeni. Lakini ni bora pia ukaachana na hiyo tabia, watu wakakuona wewe ni mshamba, wewe hauna kitu, unaona, lakini ukaanza kuishi vizuri na baraka zako ukazipata, kuliko kuendelea kukaa na hicho kitu alafu wakati huku ni mwiba kwako. Ni kitu ambacho kinakusababishia mabaya katika maisha yako, ni kitu ambacho kinakufanya hausongi mbele katika maisha yako, ni kitu ambacho kinaleta kutokuwa na amani katika maisha yako, kutokuwa na furaha katika maisha yako. Yani kinaondoa ufalme wa Mungu. Maana katika ufalme wa Mungu ni issue ya kuwa na haki, kuwa na amani, kuwa na furaha. Kwa hiyo hebu Mungu akusaidie siku ya leo. Wewe ni sehemu gani ambapo unashindwa kufanya maamuzi magumu? Unaona kabisa ndani ya moyo unasemeshwa kwamba hiki kitu ni lazima uache. Ndani yako ya moyo kabisa unasemeshwa kwamba hivi ili eneo ni lazima uhame. Unasemeshwa kwamba hivi hili jambo ni lazima uachane nalo ili kutokee kitu fulani. Ukiona ndani ya moyo unasemeshwa na linalirudia kila wakati, au ukiona hilo jambo kila wakati linaleta shida, unaona, au umepita katika shida fulani, afu katika hiyo shida ukajikuta kwamba haiishi, yani kila siku iko vile vile, haiishi, basi hebu chukua maamuzi magumu ya kubadilika. Fanya maamuzi magumu ya kufanya maamuzi. Umenielewa? Fanya maamuzi magumu ya kufanya maamuzi ya kuachana na hivyo vitu. Sio lazima uvishikilie. Fanya maamuzi ukijua kabisa kwamba unaachilia hicho, lakini hapo mbele
kuna baraka ambazo zinakuja. Hapo mbele kuna kitu kizuri ambacho kinakuja. Naamini siku ya leo utakuwa umenielewa. Hebu ishi maisha yako kwa kufanya maamuzi, na maamuzi yenyewe hakikisha yanakuwa ni maamuzi sahihi. Wewe kama mtoto wa Mungu, sikiliza, hauamui peke yako, bali uko ndani yuko Yesu Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hivyo hauishi peke yako, bali unaishi na Roho Mtakatifu Yesu Kristo ambaye yuko katika maisha yako. Kwa hiyo hakikisha kila jambo sema na Kristo, mshirikishe ili akupe ile amani ya rohoni, akushirikishe akupe amani ili uweze kufanyaje? Uweze kufanikiwa.